tena moja, sio mawili. Jicho moja lianze kukusumbua, lianze kuleta shida, lipate maradhi, ni dhiki kiasi gani ambayo utakuwa unaipata? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa neema, unaona kila kitu kwa wazi na wala hulipii. Neema ya jicho, shekhe, ni neema kubwa, na tuko na neema nyingi sana. Mzima, kuna ugonjwa, kuna maradhi, nenda hospitali shekhe. Neema ya siha ni neema kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema neematani maghbun kathir min an-nas, neema mbili ambazo watu wengi sana wamepunjwa, wamepokonywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wengine wamepewa lakini wanazichezea. Wengi wamekatazwa neema kama hizi mbili, neema kubwa, as-sihhatu wal faragh. Neema ya siha, wewe ni mzima, una afya, una maradhi, unashindwa kuja kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unashindwa kufanya ibada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya siha. Kuna watu shekhe ni matajiri, wana mali, lakini daktari anamwambia usile nyama, daktari anamwambia usile unga ya kawaida, daktari anamwambia hiki usile. Ana mali, anaweza kununua kila kitu, anaweza kumiliki kila kitu, lakini anashindwa kula chakula kizuri, anashindwa kula chakula kitamu. Ana maradhi sijui ya sukari, sijui pressure, sijui ulcers, mali amemiliki. Sio tunaona mtu akiwa na neema ni kuwa tajiri, mtu akiwa na neema ni kuwa ana mali mingi, huyo ndio yuko kwenye neema. La shekhe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika neema za Mwenyezi Mungu ambazo ni kubwa, as-sihhatu, siha. Na kama unaona siha sio neema kubwa, nenda hospitali shekhe. Tembea katika hospitali, waangalie watu vile wanapoteseka, waangalie watu vile wanapoumwa. Mtu anatamani hata apate dakika 10 awe anaweza kutembea mwenyewe, akashike rukuu, amsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo wewe una neema siha mzima, Uislamu wako unakuwa ni wa Jumaa mpaka Jumaa. Naingia msikitini Jumaa mpaka Jumaa, au Eid mpaka Eid, au Ramadhani mpaka Ramadhani. Shekhe, utakwenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na neema alizokupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje katika hadithi? Patiliza mambo matano. Patiliza ikhtanim khamsan kabla khamsi. Patiliza mambo matano wewe mwanadamu kabla ya mambo matano hayaja kufikia. Moja katika mambo matano hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sihhatuka kabla maradak. Siha yako kiwa mzima, una afya, bado ni kijana, kabla hujapata ugonjwa. Shekhe, utakuja kushikika na ugonjwa, utatamani kusujudu, umsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utashindwa. Leo una siha, swali, sujudu, fanya ibada, lete dhikri, na hizi zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Anawakusanyia, wama taf'alu min khairin tajiduhu 'inda Allah. Khairi yoyote utakayoifanya wewe mwanadamu utakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio eti unamzidishia Mwenyezi Mungu chochote. Shekhe, ukiswali Mwenyezi Mungu humzidishi chochote, na usiposwali pia humpunguzii Mwenyezi Mungu katika ufalme wake chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, lau binadamu wote ulimwengu mzima watakusanyika fi wadi wahid, katika uwanja mmoja, ulimwengu mzima wamesimama katika uwanja mmoja. Thumma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Mwenyezi Mungu anasema kisha kullu wahid yas'alu mas'alatahu, kisha kila mtu aombe kile anachokitaka. Binadamu wote kila mtu aombe anachokitaka, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe kila mtu matlaba yake. Unataka utajiri, Mwenyezi Mungu amekupa.
Unataka ilmu, Mwenyezi Mungu amekupa. Unataka mali, Mwenyezi Mungu amekupa. Unataka wake kumbe, Mwenyezi Mungu amekupa. Kila mtu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila atakayeomba chochote kile kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi Qudsi, la yanqusu dhalika bi mulki, haipunguzi chochote hiyo katika ufalme wangu ila kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahra. Asema mfano wake, binadamu wote kila mtu apewa anachotaka. Hata ukitaka ufalme wa kiasi gani, utajiri wa kiasi gani, hiyo haipunguzi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote. Isipokuwa leo Mwenyezi Mungu anapojifakhiri, anasema ni kama mfano uchukue sindano ile ya kushonea nguo kidogo, ukiingize katika bahari, katika ocean, alafu utoe. Umetoa maji mangapi? Ujisiku sasa katika bahari mimi nimepunguza maji. Iko maji kwa nimepunguza. Licha bahari, chukua hata kikombe tu utia sindano pale, ile maji umetoa maji mangapi? Ndio mfano wa ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe binadamu usipomsujudia Mwenyezi Mungu, usifikiri unampunguzia kitu Mwenyezi Mungu, la hasha. Bali unajitengezea akhira yako wewe mwenyewe, na utakwenda kuyakuta yale ambayo unayafanya. Ikiwa umejitangulizia khairi, utakwenda kupata khairi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa umejitangulizia shari, vile vile uyamal mithqala dharratin khairan yara. Mwenyezi Mungu anasema mtu yoyote atakayefanya ya mithqala dharra, unajua ni kiasi gani? Tembe ya ufuta. Tunajua ufuta, simsim, ile kitembe kidogo igawanywe mara 70. Ukatikati uvunje 70 times. Kile kimoja ndio Mwenyezi Mungu anasema ni mithqala dharra. Sasa ukifanya kile kidogo kiasi kile cha khairi, Mwenyezi Mungu anasema ya Rabb, utakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Hivyo ukifanya mithqala dharra, kichembe kidogo cha shari cha ovu, utakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kifika yaumul qiyama, wakati kila mtu anapewa kitabu chake. Allahumma atina kitabana biyaminika. Mwenyezi Mungu atujalie tupe kitabu chetu mkono wa kulia. Wakati unapewa kitabu chako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, binadamu anasema, kifungua kitabu chako unaangalia, siku moja mimi nilimtukana mtu au nilimdharau mtu. Kitu kidogo sana. Siku hiyo unapewa kitabu chako unaangalia, sema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Kila kitabu hichi kikoje, mbona hakikuacha hata jambo dogo? Basi vile vile ukifanya khairi utakwenda kukuta, na ukifanya shari utakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hotuba yetu ya leo, inshallah bi tawfiqillah, tutagusia qiyamul layl, kusimama usiku. Hasa tuko katika ashhurul awakhir, siku 10 za mwisho. Sasa hapa ndio tumefika climax ya Ramadhani. Pale mahali very important katika mwezi wa Ramadhani, ndio hapa ambapo leo tumefika. Na hii ni lazima tufanye juhudi kubwa kama Waislamu, kama muumini. Ikiwa wewe unaitafuta pepo, ukiwa unataka uwe sehemu nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi leo ndio sehemu yako. Hii ndio time yako. Sasa ndio wakati wako. Sasa hakuna tena wakati wa kulala. Ikiwa ulikuwa unalala Ramadhani tangu ianze, sasa usingizi shekhe uweke kando. Ikiwa unatafuta pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa unataka khairi mbele ya Mwenyezi Mungu, sasa hakuna tena ya kulala. Na hata mchana pia useme basi usiku utafanya ibada, mchana la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Qalilan min al-layli ma yahja'un. Usiku wanalala muda mchache kwa kufanya ibada. Wa bil ashari, na mchana je ndio wanalala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mchana pia wanafanyia kazi, wanaleta istighfar, wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Sasa siku 10 hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie tuwe ni wenye kufanya
kufanya ibada ndani yake. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamrehemu, atampa rehema zake yule ambaye kwamba atasimama usiku kuswali. Nani katika sisi hatutaki rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Nyinyi hamtoingia peponi kwa amali zenu. Hamtoingia peponi kwa amali zenu. Hizi swala tunazoziswali, swaumu zetu, amali nyingi ambazo tunazifanya, kutoa sadaka, kutoa zaka, kwenda haji, bali hizo haziwezi kutuingiza katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali ni amri tunaitekeleza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kuswali, basi utafanya tuswali, lakini sio eti itakuingiza peponi. Isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Yule atakayepewa rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unataka kuingia peponi, tafuta rehema ya Mwenyezi Mungu. Rehema ya Mwenyezi Mungu inapatikana wapi? Katika kutekeleza awamirullah, kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata yale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo, kama kusimama usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama usiku akiswali mpaka miguu yake inafura. Sayyida Aisha anamuuliza, ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, lima tafa'al hadha? Kwa nini unafanya hivi? Waqad ghafarta Allahu laka dhunubak, Mwenyezi Mungu kashakusamehe madhambi yako, mbona unasimama usiku unaswali mpaka miguu inafura? Ya Rasulullah, kwa nini unajichokesha? Kwa nini unafanya kama hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Sayyida Aisha radhiallahu anha, anamwambia, ala awala mauna abdan shakura. Aisha, utaki mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu? Kwa nini sio ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu amenifanya mimi ndio kipenzi chake. Mwenyezi Mungu amenifanya mimi na umati wangu ndio wa kwanza kuingia katika pepo. Mwenyezi Mungu amenipa mimi ufunguo wa pepo. Pepo hakuna mtu atakayeingia hata mmoja mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aingie yeye wa kwanza. Basi kwa fadhila hizi na nyingine nyingi, kwa nini mimi nisimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Shukrani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumshukuru Mola wake kwa fadhila kama hizi, anasimama usiku mpaka miguu yake inafura. Kipi mimi na wewe ndugu zangu Waislamu, tutakana tusimame kiasi gani? Tutakana tujipinde katika amali kwa kiasi gani? Tutafute rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rahimallahu rajulan, atapata rehema ya Mwenyezi Mungu yule mtu ambaye qama min al-layli fa salla, atasimama usiku awe ni mwenye kuswali, wa ayqadha imra'atahu, na mambo iko nyumbani. Usitawadhe peke yako ukaswali wewe peke yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, anfusakum wa ahlikum nar, ziokoeni kwanza nafsi zenu na familia zenu na watu wenu kutokana na moto Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atamrehemu Mwenyezi Mungu, atapata rehema ya Mwenyezi Mungu yule atakayesimama usiku kuswali, wa ayqadha imra'atahu, na akamwamsha na mama nyumbani. Shekhi, una bibi nyumbani, mwamshe usiku, mwambie mama, sote tukutane katika pepo ya Mwenyezi Mungu tukiwa pamoja kule tukistarehe. Basi lazima sote tufanye nini? Tafute rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa in abat, umemwamsha mama nyumbani, umemwamsha bibi yako nyumbani, amekataa, namaha fi wajhi alma, sema mwagie maji kwenye uso wake. Tunatafuta pepo. Pepo shekhi ya Mwenyezi Mungu si mzaha, na usio wewe peke yako, hata familia yako. Unakuja msikitini, mtoto wako anamwacha na randaranda mitaani, kijana wako anazunguka hadi msikitini maskini kuswali, utakuwa mashuhuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Kullukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchunga. Wa yawm al-qiyama, siku ya kiyama tutakwenda kuulizwa, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mtu ataulizwa na wale ambao anawachunga. Ikiwa wewe ni baba, utakwenda kuulizwa na watoto wako siku ya kiyama, yauma yafiru al-mar'u min akhihi.
siku ambayo wewe ndugu yako atakukimbia. Utamkimbia ndugu yako kwa sababu gani? Atakuja kukushika, atakukamata, kupeleke mbele ya Mwenyezi Mungu. Naomba ya Rabbi, huyu alikuwa ni mkubwa wangu, anatoka na kwenda kuswali fajiri, ananiacha mimi nimelala. Ya Rabbi, hajaniambia, hajaniamsha. Ya Rabbi, huyu anakwenda kuswali Jumaa, haniambia, anasoma. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu anakushtaki. Wa ummi wa abi. Na Mwenyezi Mungu anasema siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Mama utamkimbia na mama atamkimbia mtoto wake. Kwa sababu gani? Amepewa masuul, ulinzi wa kumwelekeza mama, yeye ashughuliki. Yeye kazi yake ni kuangalia watoto wamekwenda shule na nini, lakini kuangalia mtoto je ameswali? Mtoto akiingia ndani atamwangalia vipi, homework yako umefanya, lakini kumuuliza je salatul maghrib umeswali? Utakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ni masuhulia yako. Wewe baba unatoka nyumbani, unakuja msikitini unaswali, ukirudi nyumbani binti yako humuulizi kama ameswali ama hajaswali. Unamuita yeye, Fatima, leta chai, Fatima, leta chakula. Sheikh, utakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utachukuliwa thawabu zako ambazo unakuja nazo msikitini kuswali, anapewa yeye. Kwa sababu gani? Nasema ya Rabbi, babangu anatoka na kwenda msikitini na akirudi nyumbani haniulizi kama mimi nimeswali. Na mimi ni masuhulia yake. Mama kifika ni mbele ya Mwenyezi Mungu anambia, ya Rabbi, huyu ni mume wangu, anaswali yeye peke yake, haniambii mimi ni swali. Yeye anataka nimpigie pasi kanzo yake, anataka nimfulie, niangalie watoto. Hayo ndio mambo ambayo anauliza. Je, chakula imepungua? Tukafanya stock nyingine. Je, mtoto ni mgonjwa? Je, mtoto school fees? Lakini kumuuliza mama, je wewe umeswali mama? Takwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukitafuta rehema ya Mwenyezi Mungu katika kuswali usiku, tutapata rehema ya Mwenyezi Mungu. Na katika hili 10 la mwisho kuna kitu ambacho ni muhimu sana katika mwezi wa Ramadhani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema katika hadithi yake kwamba atakum Ramadhani, imeingia mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, mwezi ambao una baraka na umebarikiwa ndani yake, mwezi ambao tuftahu fihi abwabul jinan, mwezi ambao unafunguliwa milango ya pepo, wa tughlaqu abwabun niran, mwezi ambao unafungwa milango ya moto, watu wakimbilie katika kutafuta pepo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje? Wa fihi, na ndani ya Ramadhani, lailatun, kuna usiku ambao kwamba usiku kama huu ni bora, khairun min alf shahri, usiku ambao ubora wake unazidi miezi 1000, takriban miaka 83 na miezi kadhaa. Usiku mmoja peke yake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faman hurima khairuhu faqad hurima, ama yule ambaye atakuwa amenyimwa khairi za usiku kama huu, huyo hajapata kitu, amekosa katika Ramadhani kile kitu ambacho kwamba ndiyo muhimu sana katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, tujikazeni sana katika mwezi wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisema hii siku ya mwisho ya Lailatul Qadri ya ndani ya mwezi wa Ramadhani ni lini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema taharu Lailatul Qadri, itafuteni Lailatul Qadri fi akhiri 10 alwitri min shahri Ramadhan, itafuteni siku ya Lailatul Qadri katika siku 10 za witri za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Siku 10 za witri ni zipi? Witri ni siku ambazo hazigawanyiki na mbili, 21, 23, 25, 27, 29. Hizo ndio siku za witri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Lailatul Qadri imefichwa katika siku kama hizo. Ndio utakuta katika misikiti mingi watu ikifika ile siku ya 20, kama leo sisi leo tumefika siku ya 20, inshallah kuanzia leo tutakuwa tunalala msikitini tukileta dhikri, tukumuomba Mwenyezi Mungu msamaha, na usiku tukiamka kuswali qiyamul layl. Kwa ajili nini? Kutafuta rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa ajili nini? Kutafuta Lailatul Qadri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatil qadri. Hakika sisi, Mwenyezi Mungu anasema, anajisifu sisi yeye peke yake, lakini anasema sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani fi lailatil qadri, katika usiku ambao kwamba ni usiku mkubwa, usiku wa cheo. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio kuna usiku wa cheo, katika siku 10 za mwisho. Kufanya ibada shehe katika mwezi wa Ramadhani kuanzia mwanzo mpaka leo tumefika 20. Patiliza. Hapa ndiyo kuna mambo, hapa ndiyo kuna kheri, hapa ndiyo kuna pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau mmoja wenu atasimama katika usiku wa Lailatul Qadri, la yuwafiquha abdu muslimin yas'alu Allah, hatoafikia mmoja wenu katika usiku wa Lailatul Qadri anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote, isipokuwa Mwenyezi Mungu anampa pale pale katika usiku kama ule. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hiyo Qur'ani yote unapoiona ilishukishwa yote kwa pamoja katika usiku wa Lailatul Qadr. Kisha baadaye ndio ikaja nusu kwa sababu nuzul, sababu zikitokea mkawa Mtume sallallahu alaihi wasallam hushukishiwa Qur'ani kidogo kidogo, lakini yote kutoka Lauhul Mahfudh, kutoka mbele ya Mwenyezi Mungu katika arshi yake, ilishukishwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika usiku mkubwa. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Kitu gani sasa Lailatul Qadr? Sio nyota kama wengi ambao kwamba tunaitakidi Lailatul Qadr ni nyota. Unaiona nyota kubwa inang'ara. Sio hiyo. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000, takriban miaka 80 na miezi kadhaa. Tanazzalu malaika, fadla ya bora wa Lailatul Qadri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Malaika wote walioko katika mbingu yake hushukishwa katika wingu wa ardhi, hushukishwa katika ulimwengu mzima. Malaika wakatawanyika kila mahali. Waruhu fiha, na malaika mkubwa wao Jibril alayhi salam akiwa ndani yao, kiongozi wao. Malaika alipokuwa mkubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuona Jibril mara 2 katika maisha yake. Moja katika Gharu Hira, alipokwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu kule, anaona jitu kubwa dude hajawahi kuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akababaika, kakimbia mpaka kwa Sayyida Khadija radhiallahu anha. Anamwambia Khadija, "Zamiluni, nifunike. Mimi naona kiumbe ambacho sio cha kawaida. Mtu gani huyu?" Sayyida Khadija ameshasoma vitabu vya zamani, anajua huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna siku shaitani atakuja kumchezea. Lakini atajua vipi? Sema ngoja nimjaribu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunikwa, naulizwa na Sayyida Khadija radhiallahu anha, "Je, unamuona?" Sema, "Huyo anakuja nifunike." Sayyida Khadija akachukua nguo yake akaitoa kwenye kichwa nywele wazi. Anamwambia huyo anakwenda zake, anaondoka. Akifunika kichwa chake, huyo anakuja, kumwambia kaka malaika. Huyo ni malaika. Kwa sababu malaika, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulul malaika, haingii malaika katika nyumba ambayo mwanamke huacha nywele zake wazi. Malaika hawezi kufika katika sehemu kama ile. Kwa hiyo mama zetu nyinyi mkiwa nyumbani unasema basi niko nyumbani naweza kuachilia nywele zangu, ujue malaika hawezi kuingia katika nyumba yako. Kwa nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Khadija alipotaka kujua je, mtume huchezewa na shetani au ni malaika, alipofunua kichwa chake, yule malaika alikimbia kaondoka. Lakini akifunika kichwa chake, malaika hurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimuona malaika Jibril. Na mara ya pili kama ilivyokuja katika Qur'an, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika maisha yake. Umbile aliloombwa na Mwenyezi Mungu
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, mtume alimuona tena kumwona Jibril mara ya pili inda sidratil muntaha, katika nyumba ya sidratil muntaha, wakati akienda Isra wal Mi'raj katika wingu ya 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fihi baitun, kuna nyumba katika wingu wa 7. Nyumba kama ile inaitwa sidratul muntaha, ni mkunazi ambao uko katika wingu wa 7. Mkunazi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam anausifu, anasema fa idha nabuha, yale matunda yake ni kama mfano abariki, kama mfano mabirika makubwa. Tunda lake sidratul muntaha ni mkunazi, lakini ni mkunazi wa ajabu. Je, majani yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema majani yake kaadhanul fili, ni kama mfano wa sikio la ndovu, jani moja la sidratul muntaha. Na ajabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kitu chochote kinachotoka katika ardhi mwisho wake sidratul muntaha, na kitu chochote kinachotoka zaidi ya juu ya sidratul muntaha mwisho wake sidratul muntaha. Ni mkunazi wa ajabu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra wal Mi'raj, akifika katika sidratul muntaha, Jibril akajigeuza kama alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona, asema fa idha huwa, hakika huyo Jibril lahu 600 janahi. Jibril alipokuwa mkubwa ana mbawa 600, 600 mbawa 600. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Mbawa yake moja Jibril inakurubia kufunika ulimwengu mzima, moja pekee yake, na anazo 600, kiumbe mkubwa. Lakini wako malaika wengine wakubwa zaidi yake, wayahmilu arsha rabbika, wale ambao wanabeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio katika malaika wakubwa zaidi. Mmoja katika ulama salafu saleh anasifu hawa malaika ambao wanabeba arshi ya Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wao, anasema baina ya kwenye bega mpaka kwenye sikio, masafa distance kutoka kwenye sikio mpaka kwenye bega hapa ni baina ya farasi mwenye kukimbia akimbie miaka 50 afikie urefu kutoka kwenye bega mpaka kwenye sikio. Farasi akimbie ule mwendo wake wa kasi miaka 50 ndio amalize distance ya sikio na kwenye bega, ya malaika ambao wanabeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha hawa ulama anauliza kaifa raswa, vipi kichwa cha malaika kama huyo? Ikiwa distance ya sikio mpaka kwenye bega ni miaka 50 ya farasi, je, kichwa chake kiko namna gani? Sasa anasema piga mfano wa kuanzia kwenye kiuno mpaka kwenye magoti yake. Ikiwa distance ya sikio na bega ni miaka 50, je, kiuno na kwenye magoti ni miaka mingapi? Kwa ni malaika ambao ni wakubwa katika viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona tena Jibril akiwa na mbawa 600. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika usiku wa Lailatul Qadri waruhu fiha tanazzalu malaika, malaika huteremshwa katika dunia ili waje kufanya nini? Wanakuja kushuhudia waumini wa Kiislamu wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matlaba yao, wakitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wao malaika kazi yao kubwa ni kusema amin. Sheikh, wewe leo umeomba dua, malaika anasema amin, dua yako tarudishwa kweli? Tanazzalu malaika waruhu fiha biidhni rabbihim, kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa idhni ya Mola wao, ndio malaika wote wameshukishwa katika ardhi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema usiku kama ule ni salamun, kuna amani, kuna utulivu, kumetulia. Usiku kama ule ni usiku wa tofauti shekhe. Hata kiumbe mdudu au ndege hutamsikia sauti yake kwa usiku kama ule, wote watanyamaza. Malaika wamejaa katika ardhi. Kuna malaika wangapi shekhe? Katika Baitul Maamur ile ambayo tumetaja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika pale, anasema Baitul Maamur kila siku kunaingia malaika 70,000, na wakitoka malaika hao
hawarudi tena ila yaumul qiyama. Wanaingia kufanya ibada, ikifika asri wanatoka wanaingia wengine. Kila siku tangu nyumba hiyo iumbwe ila yaumil qiyama, mpaka qiyama. Wanaingia malaika 70,000 malaika kila siku wanaingia, na wakitoka hawarudi tena. Nyumba hiyo imeumbwa kutoka lini? Ni malaika wangapi wanaingia hapo na hawarudi? Sio wote wanaingia leo kesho warudi, na wakishaingia kesho wanakuja wengine, kesho wanakuja wengine. Kwa malaika ni wengi sana. Sasa malaika wote hao kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanakuja katika ardhi, wanakuja kutuombea sisi, amin. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi niliyoitaja anasema hatoafikiwa mja yoyote Muislamu muumini amesimama yufanya ibada yuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku kama huo, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamjibu maombi yake. Ndio maana kwa kuta watu usiku wanaamka wanaswali, ile ibada yako utakayoifanya usiku ule unaandikiwa thawabu za miaka 83 na miezi kadhaa. Ikiwa ni kusoma Qur'an, usiku ule umeamka unasoma Qur'ani na ndio usiku wa Lailatul Qadri, basi Qur'ani yako thawabu zake unaandikiwa khairum min alf shahr. Ikiwa ni kuleta istighfari, thawabu zake unaletea za miaka 83. Ikiwa ni kuswali, na ndio ibada kubwa ambayo tutakana tufanye katika usiku kama ule. Sio kuja msikitini shehe kuja kulala, sio kuja msikitini kuja kupiga dako sema sasa ile siku 10 ya Ramadhani ile zimefika, ile ya mwisho. Unajua msikiti inakuwa na na dako mzuri. Napigwa pilau, napigwa pilau kwa mosque. Mimi naenda msikitini na lala, napiga pilau yangu vizuri. Shehe, watu hawajikula, wanatafuta rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani yote hata tarawih siku moja hujapata, basi siku 10 hizi unazo patiliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawe ni mwenye kukusamehe madhambi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu kuna siku ambazo zina ubora ndani yake na kuna amali ambazo zina ubora ndani yake. Katika amali ambazo ni bora, hadithi imepokewa na Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema, afdalus salati, bora ya swala, baada salati al-maktuba, baada ya swala ya faradhi, as-salatu fi jawfi al-layl. Katika swala bora ambayo ni bora zaidi baada ya swala ya faradhi ni swala ambayo utaiswali katikati ya usiku. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidini katika kuswali na kuamka katika kuswali usiku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, innal muttaqina fi jannati wa uyun, hakika wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakuwa katika pepo na neema mbalimbali. Akhidina ma atahumullahu min rabbihim, wanapewa yale ambayo wameahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kanu qabla dhalika muhsinin, hawa watu kabla ya hapo wakiwa katika ardhi, wakiwa katika dunia, walikuwa ni muhsinin, walikuwa ni watu wema. Watu kama hawa kwa sababu gani? Wema wao wamepata vipi? Alila min al-layli, hawa watu walikuwa katika usiku wanatumia muda mchache katika kulala. Hawa watu wamepewa pepo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu ya kupewa pepo na Mwenyezi Mungu, walikuwa muda mchache wanaotumia kulala. Mimi na wewe tukimaliza isha saa 3 saa 4 kitandani, fajiri inatupita, tunaamka saa 3 saa 2, wakwenda kazi wanaamka saa 12, anaoga anakimbia. Unatumia more than 8 hours kulala, more than 8 hours kulala. Sheikh, umepoteza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qalilan min al-layli ma yahjaun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wanatumia muda mchache usiku kulala, wa bil ashari hum yastaghfiruna, mchana wanatumia mchana wao kuleta istighfari, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Ndugu zangu Waislamu, tunao siku 10 za mwezi wa Ramadhani, siku ambazo ni bora kuliko siku zote.
siku ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ndani yake Lailatul Qadri. Usiku wa cheo, usiku mkubwa, usiku ambao thawabu zake ni miaka 83 na miezi kadhaa. Basi tujitahidini kufanya ibada. Na inshallah katika msikiti wetu huu kuanzia leo tutakuwa tunafanya ibada ya qiyamul layl. Kwa inshallah natarajia tutakuwa wengi kama hivi ili kuitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutafuta pepo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo lingine nikienda kumalizia katika hotuba, tuko katika siku 10 za mwisho wa Ramadhani. Wewe kama Muislamu muumini, Ramadhani inakwenda kuisha. Je, jihesabu nafsi yako ni kitu gani ambacho kwamba umepata katika Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rahima alfun, amepotea, ameangamia, amepata hasara kubwa yule ambaye man adraka Ramadhana, atapata mwezi mtukufu wa Ramadhani, falam yughfar lahu, na wala asisamehewe madhambi yake. Uko katika hasara kubwa. Sasa wewe jiulize, tangu Ramadhani moja mpaka leo 20 au wengine 21, ni kitu gani ambacho kwamba umekipata mbele ya Mwenyezi Mungu, umejiwekea? Thawabu ngapi umefanya? Je, umemlisha mwenzako? Je, umefuturisha mwenzako? Je, umesoma Qur'ani? Je, umewahi tarawih? Je, umewahi kufanya kadha wa kadha? Je, umewahi kutoa sadaka? Haya yote jiulize, umepata nini katika mbele ya Mwenyezi Mungu ambacho kwamba umejitangulizia katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani inakuisha. Maswahaba radhiallahu anhum walipowakilia wakati Ramadhani ikifika siku za mwisho, siku 10, maswahaba walikuwa wakilia mwezi wa baraka, mwezi wa kusamehewa madhambi, mwezi wa kutengeza nafsi, mwezi wa kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, mwezi wa kuingizwa peponi, mwezi ambao ni kuachwa huru na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lillahi, hakika Mwenyezi Mungu anao fi kulli lailatin, katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhani, watakabu, watu ambao anawaacha huru na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja kila siku Mwenyezi Mungu anawaacha huru na moto watu 70,000, na kila Ramadhani inapokwenda idadi inaongezeka. Mwenyezi Mungu tujalie miongoni mwao walikuwa huru na moto katika mwezi wa Ramadhani. Haya ni mambo ya kukaa chini wewe mwenyewe ujiulize, kama Mtume aliposema al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Yule mjanja mwenye akili mwerevu ni yule ataichukua nafsi yake yeye mwenyewe kabla hajafika kwa Mwenyezi Mungu, akaiweka katika mizani. Je, mimi nimetenda mema mangapi? Nimefanya mazuri mangapi? Je, nimemkosea Mwenyezi Mungu kiasi gani? Je, leo nikipa nilikuwa nimejiwekea sehemu nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu? Je, kaburi yangu itakuwa ni katika kaburi za watu wa peponi au za watu wa motoni? Huyo ndio mwenye akili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukipima nafsi yako kisha ukafanya kitu ambacho kitausaidia baada ya kufa kwako, nao ni mambo mema. Ndugu zangu Waislamu, muda ni mchache, ya kuzungumzwa ni mengi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kufanya mema. Atujalie nasiha na nguvu ya kuamka tuswali usiku ili tupate rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie Lailatul Qadri. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atutengezee hali zetu. Mwenyezi Mungu awasamehe wazazi wetu na wale ambao wametangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu awatengezee katika kabri zao, watilie nuru. Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yao, awafanye kabri zao ni katika kabri za watu wa peponi, na kabri zao asizifanye ni za watu wa motoni. Na sisi Mwenyezi Mungu akitufisha atufishe katika Uislamu, atupe husnul khatimati inda al-maut. Na kitu cha mwisho, kuna zakatul fitri katika mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema somo yako muallaqatun baina as-samaa wal ardh. Yule anayefunga somo yake haipelekwi kwa Mwenyezi Mungu, itakuwa ina hang baina ya mbingu na ardhi, illa bi zakatil fitri, mpaka utoe zakatul fitri. Zakatul fitri ni nini? Ni chakula ambacho kinatolewa kabla al-Eid, sio baada ya Eid. Umekwenda kuswali Eid ukaenda ukatoa hiyo sadaka ya kawaida, sio zakatul fitri. Zakatul fitri inatolewa kabla ya kuswaliwa Eid. Naweza kutoa zakatul fitri siku 3 kabla ya Eid, kuanzia mwezi 27 ukatoa zakatul fitri hapo. Lakini hapa
kwa niaba ya kamati ya msikiti huu wa Toro, wanao program ya kukusanya zakatul fitri kwa pamoja, zinakuja hapa kisha zinagawanywa. Kwa hiyo tumeombwa wale ambao wanaleta zakatul fitri zao ziletwe mapema ili watu wapate kupelekewa mapema. Na hii ndiyo kitu ambayo inaitakasa somo yako na pia kuipeleka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.